Mji wa kimkakati wa Uvira uliopo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekumbwa na wimbi la uporaji mkubwa ndani ya saa 24 tu tangu kuondoka kwa waasi wa 23. Hali ya mambo ilivyo kwa sasa, licha ya matumaini ya kurejea kwa amani baada ya waasi kuondoka, hali imekuwa kinyume chake. Badala ya utulivu, mji umegubikwa na hofu kufuatia vitendo vya uhalifu vilivyoanza kuripotiwa katika maeneo mbalimbali. Wafanyabiashara wadogo, maduka yao yamevamiwa na bidhaa kuchukuliwa. Mali za raia, nyumba za wakazi zimeingiliwa na watu wasiojulikana. Majengo ya serikali, ripoti zinaashiria kuwa hata ofisi za umma hazikusalimika. Kitendawili cha wahalifu. Hadi sasa, kuna utata juu ya nani hasa anahusika na uporaji huu. Kuna hisia mbili kuu. Moja, uwepo wa makundi mengine ya silaha yaliyokuwa yakivizia. 2, raia wanaotumia ombwe la kiusalama, security vacuum, kujinufaisha baada ya walinzi wa awali kuondoka. Malalamiko ya wananchi. Wakazi wa Uvira wameonyesha kusikitishwa kwao na kile wanachokiita kusuasua kwa vyombo vya usalama. Wananchi walitarajia kuona ulinzi mkali ukirejeshwa mara moja kuzuia uhalifu wa namna hii, lakini ukimya wa mamlaka hadi sasa umezidisha wasiwasi. Uchambuzi wa haraka. Tukio hili linadhihirisha changamoto kubwa iliyopo mashariki mwa DRC, kwamba kuondoka kwa kundi moja la waasi hakuleti amani moja kwa moja, ikiwa hakuna mpango thabiti wa serikali kurejesha utawala wa sheria, state authority, mara moja. Rabbi Jeremy Oji, chanzo, dakika. Baada ya mwezi mmoja kutokuonekana pamoja na wenzenu wa Zalendo, kipi kinawafanya kurudia katika maeneo yenu ya zamani? Jambo la kwanza nitasema pole kwa population yetu ya Uvira kwa uvumilivu mliovumilia kwa hii muda kidogo